Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, taifa la Mungu, ninawasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Ni mimi rafiki yako, mtumishi wa Mungu, mchungaji Daudi Kaisi wa kanisa la Hermon International. Tunapatikana pale Kinondoni, Mkwajuni, Dar es Salaam. Leo tuna jambo fulani hivi zuri sana. Kuna swali katika masomo ambayo tumekuwa tukifundisha. Tulifundisha somo la Utatu Mtakatifu. Sasa tulipofundisha somo la Utatu Mtakatifu, mtu mmoja ama wawili au watatu wakasema hilo somo sio kweli, ama Utatu Mtakatifu haupo. Nataka tujadili kidogo kwa neema ya Roho Mtakatifu, halafu tuweze kuona ukweli ukoje. Amen. Msikilizaji wangu, kabla hatujasema, tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunaomba tusamehe dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu. Ututakase kwa neno lako na kwa Roho wako Mtakatifu. Utusafishe kwa damu yako, tupate kuwa sawa mbele za uso wako kupitia damu ya Yesu. Asante hata wasikilizaji wangu wapate kuwa sawa mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, asante kwa kuwa umetusamehe na kuturehemu. Na tunaanza somo hili na ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Swali liliulizwa, mnapata wapi habari ya Utatu Mtakatifu? Mnapata wapi? Na mimi nataka tujibu kwa mujibu wa maandiko. Kwa mujibu wa maandiko. Kwa mujibu wa maandiko, tupate kujibu kwa mujibu wa maandiko. Ukienda katika Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 16, ule mstari wa 7. Injili ya Yohana sura ya 16, ule mstari wa 7 na kuendelea. Tuanze mstari wa 6. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamtaniona tena. Naomba usikilize, hivyo vitu vitatu viko hapo. Naomba usikilize vizuri, nirudie tena. Ila kwa sababu nimewaambia hayo. Huyu ni Yesu anazungumza, anawaambia wanafunzi wake kwamba inampasa kuondoka. Sasa anapowaambia inampasa kuondoka, wanaingia na huzuni. Ule mstari wa 6, Injili ya Yohana sura ya 16, ule mstari wa 6 anasema, ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke. Yafaa mimi niondoke, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Huyo msaidizi ni nani? Huyo msaidizi ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo msaidizi ni nani? Tumuulize Yesu huyo. Bwana Yesu, huyo msaidizi ni nani? Injili ya Yohana hiyo sura ya 16 mstari wa 26. Huyo msaidizi ni nani? Injili ya Yohana sura ya 14, sura ya 14 mstari wa 16 na mstari wa 26. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na mstari wa 26. Tunasoma ule mstari wa 16 katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni
wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Huyo msaidizi. Twende mstari wa 26. Twende mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, haleluya, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huyo Roho Mtakatifu. Hapa Yesu anazungumza, anasema inabidi aondoke, inabidi aondoke. Akiondoka aje msaidizi. Tumemtafuta huyo msaidizi ni nani? Tumemwona msaidizi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuna Yesu, tuna Roho Mtakatifu. Halafu tumemwona Yesu anasema atamwambia Baba ampeleke huyo Roho Mtakatifu. Sasa hapa kwa mtu tu, yani shule ambayo ni nyepesi na nzuri, maanake unamuona Baba, unamuona Yesu ambaye ni mwana, unamuona Roho Mtakatifu. Hatusemi tuna miungu watatu, tunasema tuna Mungu mmoja katika nafsi tatu. Nitolee mfano rahisi sana. Mwanadamu ana nafsi, mwanadamu huyo ana mwili, mwanadamu huyo ana roho ama uhai. Je, hawa ni watu watatu? Mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana roho, mwanadamu ana nafsi. Je, hawa ni watu watatu? Ni mtu mmoja katika Utatu Mtakatifu. Maanake mwili una kazi yake, roho ina kazi yake, nafsi ina kazi yake, lakini vyote vinafanya kazi kwa ushirika. Haleluya. Baba Mungu, wewe kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utakwenda kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 26 ule mstari wa 24. Mwanzo sura ya 26 ule mstari wa 24. Mwanzo 26 ule mstari wa 24 inasema hivi: Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, naam, nitakubariki na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Sikiliza ya maneno, Bwana akamtokea. Bwana linamwakilisha nani? Bwana akamtokea, huyu ni Yakobo ambaye alitokewa na huyu Bwana. Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Bwana akamtokea Yakobo akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Kwa hiyo Bwana, ukiendelea huko mbele utakuja kugundua tunamzungumzia Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa hiyo tuna Bwana Yesu ambaye huyu Yesu amekuja katika mwili. Anapokuja katika mwili, tunamuona Yesu akitembea, lakini anasema yuko Baba. Maanake nafsi ya mwana imekuja katika mwili, nafsi ya roho imekuja katika roho. Hatuioni kwa macho ya nyama, tunaona matokeo. Yesu anamwambia Nikodemu, kama vile upepo ambavyo unavuma, hali kadhalika na aliyezaliwa kwa roho. Tunachoona ni matokeo. Roho Mtakatifu huwezi kumshika. Roho Mtakatifu ni zaidi ya upepo. Unaenda katika ile Yohana sura ya 3, anamwambia Nikodemu, kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Naongea taratibu namna hii kwa sababu kuna watu wanachanganywa sana. Kwa hiyo nirudi pale kwenye ile Injili ya Yohana ambayo tuliisoma kule. Nafikiri umeanza kuniona
unaweza ukaona kwamba Bwana inamwakilisha Yesu, Mungu inamwakilisha Baba. Unaweza ukaenda kwenye Zaburi ya 68 ule mstari wa 5. Zaburi ya 68 ule mstari wa 5. Zaburi ya 68 ule mstari wa 5. Twende pamoja msikilizaji wangu. Zaburi ya 68 ule mstari wa 5. Zaburi ya 68 ule mstari wa 5 inasema hivi: baba wa yatima na mwamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Sikiliza, baba wa yatima, baba wa yatima na mwamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Baba wa yatima, baba. Yesu ametuambia kwenye ile Yohana, turudi tena kwa Yohana, turudi kwa Yohana 16 pale. Mimi nimependa sana pale tu ile Yohana 16 ule mstari wa 7. Turudi pale, inawezekana ukapata tena picha nyingine. Turudi pale kwa Yohana 16. Sikiliza vizuri, usitamani kubishana tu, tamani kujifunza. Yohana 16 ule mstari wa 7. Tulisema tulianza ule mstari wa 6. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yanifaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu. Kwa hiyo anazungumza juu ya Yesu mwenyewe akiwa katika mwili, halafu anataja msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Tumeshaona kwenye maandiko kwamba huyo msaidizi ni nani. Tumeenda katika Yohana 14 mstari wa 16, tukasoma na Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Msaidizi huyo anayeongelewa hapo ni Roho Mtakatifu. Haleluya, huyo msaidizi anayezungumzwa hapo ni Roho Mtakatifu. Sasa swali lako ama swali langu ambalo litatufanya sisi sote tusogee vizuri kabisa, tumwelewe huyu Mungu, tuelewe Utatu Mtakatifu, tuelewe Utatu Mtakatifu. Tunakubali kwamba Mungu anaitwa Baba. Tunakubali kwamba Yesu alituambia Baba yangu yupo. Nimesema Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Sawa sawa na Wakorintho wa kwanza sura ya 8 ule mstari wa 6. Mungu ni mmoja. Lakini hebu tumuulize Nabii Isaya. Tumuulize Nabii Isaya. Tumuulize Nabii Isaya anasemaje katika Isaya sura ya 9. Isaya sura ya 9 anatupa picha gani Nabii Isaya? Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6. Nabii Isaya anatuambia nini? Haleluya, mtu wa Mungu. Tusafiri pamoja. Tusafiri pamoja mtu wa Mungu. Kujifunza mambo haya ni vizuri sana. Utatu Mtakatifu upo. Nabii Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6 anasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto inawakilisha Yesu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sikiliza haya maneno. Tumepewa mtoto. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume, kwa uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Anaweka mkato. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele.
Sasa mtoto ni nani? Mtoto ni nani? Mtoto ni nani? Twende katika Mathayo sura ya kwanza. Mtoto ni nani? Mtoto ni nani? Katika Mathayo sura ya kwanza. Katika Mathayo sura ya kwanza. Ule mstari wa 18 tuanzie hapo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Angalia, Mariamu amebeba mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hiyo mimba imembeba mtoto. Hiyo mimba imembeba mtoto kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kuna mtoto halafu kuna Roho Mtakatifu amesababisha mtoto aweko tumboni. Huyu mtoto manake ni nafsi, na huyu roho ni nafsi, na huyo roho ametumwa kutoka kwa Baba. Manake nafsi tatu tayari hapa zipo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Bali alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Nawe utazaa mwana, nawe utamwita jina lake nani? Yesu. Lakini huyu mwana anatoka wapi? Huyu mwana anatoka wapi? Huyu mwana anatoka wapi? Twende haraka haraka, msikilizaji wangu, tumtafute huyu mwana anatoka wapi. Huyu mwana anatoka wapi? Katika Luka sura ya kwanza. Katika Luka sura ya kwanza. Mstari wa 26. Mstari wa ngapi? Wa 26. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Alitumwa na Mungu. Sikiliza vizuri, alitumwa na Mungu. Kula anasema atabeba mimba kwa uweza wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Isaya amesema tumepewa mtoto mwanamume, jina lake ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Mungu ni nafsi, Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi. Hivi ni vitu vinajitegemea. Japo nimekwambia Mungu ni mmoja, lakini katika nafsi tatu. Maanake kwenye utendaji wake anajipambanua kwamba awe upande fulani Mwana, awe upande fulani Roho Mtakatifu, awe upande fulani Mungu, lakini kazi ni yeye yule. Tuendelee. Ili tuendelee hiyo Luka sura ya kwanza. Jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu wa jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Angalia, akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba, utazaa mtoto,
mwanamume, jina lako utamwita Yesu. Jina lako utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamwita mwana wa aliye juu. Huyo atakuwa ni mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, ataitwa mwana. Katika Yohana anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Halafu kishuka ule mstari wa 14. Naomba tuende pamoja. Tuende mstari Injili ya Yohana. Hapo mwanzo, Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tunamwona mwana. Je, tukubali kwamba Roho Mtakatifu hayupo? Haleluya. Tukubali kwamba Mungu Baba hayupo? Maandiko yametambua kwamba Mungu Baba yupo. Maandiko yametambua kwamba Mungu Baba yupo. Ukipata nafasi utachukua kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kwanza ule mstari wa pili. Hebu tusome kidogo. Mungu Baba yupo. Wakorinto wa pili sura ya kwanza ule mstari wa pili hadi wa tatu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sikiliza, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Jamani, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa huyu Mungu ambaye ni Baba, kwa hiyo yeye hana nafsi, yeye ni hewa. Kwa tunaposema Utatu Mtakatifu tunamaanisha kwenye ule utendaji wake. Amina. Injili ya Yohana sura ya 14 ule mstari wa ngapi? Wa 26. Anasemaje Yohana sura ya 14 mstari wa 26? Anasema hivi. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka. Unaona maneno hayo, ambaye Baba atampeleka. Nilikwambia Baba kazi yake ni kupeleka. Nafsi ya Baba inamleta mwana, halafu inamleta Roho Mtakatifu. Come on. Yesu anawaambia wanafunzi, nitamwomba Baba naye atawapa Roho Mtakatifu, maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Kaeni Yerusalemu mpaka Baba awape Roho Mtakatifu. Yani pasa mimi niondoke ili Roho Mtakatifu aje. Nafsi zile zisingeweza kufanya kazi kwa pamoja, yani zikiwa katika mwili hivi ilibidi nafsi moja iwe kwenye uungu wake, nafsi ya pili iwe kwenye uungu wake. Nafsi moja inabeba mwili ambao ni ya nani? Ni ya Yesu. Inapobeba mwili inakuja. Sasa anasema hapa, huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha. Atafanyaje? Atawafundisha yote na kufanyaje? Na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Turudi kwenye zile karama. Si umeanza kunielewa sasa? Kwa hiyo unaona kazi ya Roho Mtakatifu ni kufundisha, ni kuponya, ni kuokoa, ni kuelekeza watu, ni kufunulia watu mafumbo, kazi za Roho Mtakatifu. Nafsi ya Roho Mtakatifu hiyo inafanya kazi hiyo. Kazi ya Bwana Yesu ni kuita watumishi. Kazi ya Bwana Yesu ni kuokoa. Sasa ameshaokoa, ameita watumishi, ameshawaachilia, akawaweka kwa Roho Mtakatifu,
hao watumishi alipowaweka kwa Roho Mtakatifu ambao ni nafsi ya Roho Mtakatifu, nafsi ya Roho Mtakatifu inawapaka mafuta watumishi, inawafundisha watumishi, na wao wanakwenda kuhubiri. Kama mimi hapa navyokufundisha, nimefundishwa na Roho Mtakatifu. Kama mimi hapa navyokuhubiria, nimehubiriwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Maanake nafsi ya Roho Mtakatifu sasa inakaa na sisi sasa hivi, ndio inaoshuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kwa Utatu Mtakatifu, nafikiri umenielewa kidogo, mtumishi wa Bwana. Labda nimalizie hapa huduma yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule. Kule umesikia Roho Mtakatifu, Bwana, halafu Mungu, kutenda kazi hizi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafasiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu yeye sasa na Mungu Baba wameshaelewana. Ndio maana tulisoma Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Mstari wa 18. Si kama unakumbuka. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Huyo ndio aliyefanyaje? Aliyemfunua. Naamini msikilizaji wangu utakuwa umepata faida, na ninaamini utakuwa umejifunza kwamba tunaposema nafsi tatu tunamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema nafsi tatu tunamaanisha nini? Jina la Bwana libarikiwe sana. Naamini utakuwa umepata picha ambayo imekusaidia na wewe kuelewa, tunaposema nafsi tatu hatumaanishi miungu watatu, tunamaanisha Mungu mmoja katika nafsi tatu, Mungu mmoja katika utendaji. Maana inawezekana lugha ikawa ngumu. Utendaji, yaani ile nafsi tatu ni katika utendaji, umegawanyika. Roho Mtakatifu anahusika na mafundisho, wokovu, utendaji. Serikali ni hii, ina idara mbalimbali na wizara mbalimbali. Serikali ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda tukuelekeza hivyo, serikali ni hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini rais ni huyu, ni mmoja. Mahali popote unapoenda, ndio maana unasikia rais amesema, rais amesema, rais amenituma, rais ameniambia, kwa sababu yeye ndio kichwa cha nchi yote. Kwa Mungu Baba ndio kila kitu, lakini amegawanya kwenye utendaji wake. Utendaji wake kwamba mwana amekuja kuokoa na kuleta watumishi. Amemaliza kazi yake. Roho Mtakatifu amekuja kufundisha na kuachilia karama na vipawa. Baba amewaleta hawa wote, maanake Baba amehusika kumleta mwana, Baba amehusika kumleta Roho Mtakatifu. Halafu Baba anapokea ripoti. Rais anapokea ripoti kutoka wizara mbalimbali. Baba anapokea ripoti. Nafsi ya Baba inapokea ripoti za wanadamu wote kutoka kwa Roho Mtakatifu na kutoka kwa Yesu. Biblia inasema, Yesu anasema Roho Mtakatifu hatafanya cha kwake, atafanya cha kwangu. Kama mimi ambavyo sikufanya cha kwangu, nilifanya cha Baba. Yaani Yesu mwenyewe hakufanya cha kwake, alifanya cha nani? Cha Baba. Kwa nafsi hizi tatu zina kwenye utendaji, ziko kwenye utendaji. Usichanganyikiwe, hatuna miungu watatu, tuna Mungu mmoja katika utendaji wa sehemu tatu. Acha tukurahisishie kabisa leo, tuna Mungu mmoja katika utendaji wa sehemu tatu. Sasa unaweza ukaja ukaniuliza kwa nini sehemu tatu? Na majibu nafikiri umeshaanza kuyapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili ya Mathayo, Yesu kashafufuka, kashapeleka ripoti kwa Baba. Sasa anarudi kuambia wanafunzi wake katika Injili ya Mathayo sura
ya 28 ule mstari wa 10 na ngapi, wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mstari wa 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Angalia hivi zimekatwa kabisa, na kwa jina la Baba, kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Sasa mafafanuzi mengine ni mapana sana, lakini anaposema kwa jina la Baba, nimekwambia Baba kazi yake ni nini? Ni kumpeleka Yesu. Ameshampeleka Yesu. Yesu anasema sasa mkawabatize, maanake mkawaambie watu sasa habari ya jina la Baba. Jina la Baba ni lipi? Unarudi pale pale jina la Yesu, ambalo Yesu ni jina la Baba. Amekirimiwa majina yote yapitayo majina yote, ambao ni jina gani? Jina la Yesu. Kwa Yesu amepewa jina lipitalo majina yote, ambao ni jina la Yesu, la Mungu. Hilo jina Yesu ni la Mungu, lakini anasema sasa mkawabatize. Ndio maana wakati mwingine watu huwa wanachanganya. Sasa ukienda katika, nafikiri ukienda Matendo ya Mitume kule, huwa wanachanganya katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 8, panachanganya usipotulia vizuri. Maana kwenye Matendo hiyo inasema wapokee nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini wapokee? Kumbuka Yesu alipobatizwa, baada ya kubatizwa nini kilichofuata? Alipokea Roho Mtakatifu. Halafu sauti ya Baba ikafanyaje? Ikazungumza. Hiyo ni katika Mathayo kule sura ya 3 ule mstari wa 16 mpaka wa 19. Kwa hiyo alipokea alipobatizwa. Kwa hiyo na mtu anapobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, maana yake zile huduma tatu za Mungu Baba zinafanyika pale pale. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa ameletwa na Baba. Yesu anampokea. Akishampokea Yesu anamkabidhi kwa Roho Mtakatifu kwenye ulimwengu wa roho. Ni kama mtu amepokelewa ofisini. Ofisini anakabidhiwa kwa mkurugenzi ama kwa meneja ama kwa kiongozi anayehusika na hiyo idara. Sasa Yesu Baba anamleta mtu, ndio anabatizwa yule mtu. Baba anamleta mtu, anabatizwa. Anapobatizwa Yesu anamchukua yule mtu, anamkabidhi kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaanza kufanya mchakato wa kumbadilisha huyu mtu kutoka kuwa mwanadamu wa ulevi, mwanadamu wa uzinzi, mwanadamu wa uasherati, kwenda kuwa mwanadamu mtakatifu mwenye tabia za Mungu. Kwa hizi nafsi tatu sasa zimefanya kazi kwa pamoja. Moja imehusika hapa, nyingine imehusika pale, nyingine imehusika vile, lakini Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Nami ni msikilizaji wangu atakuwa ametuelewa. Hebu tusome kidogo na Yohana 5:18. Injili ya Yohana sura ya 5 ule mstari wa 18 inatuelezaje? Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja tu Sabato, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Naona Wayahudi wanataka kumuua kwa sababu Yesu alisema Baba, maana yake wanamuona hapa Baba. Halafu kule tumeambiwa kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa mwana pekee anayekaa kifuani. Maana ukimwona Yesu umemuona Mungu. Lakini kwenye utendaji Yesu amekuja kama nani? Kama mwana. Anapoondoka, ile nafsi yake inapoondoka, anakuja nafsi ya Roho Mtakatifu kama nani? Mwalimu. Nani? Mwenye kugawa vipawa na karama, mwenye kumimina mafuta, mwenye kuponya na kufufua. Nafsi ya Baba imefanyaje? Imehusika kupeleka hawa wote. Imemleta Yesu, imemleta Roho Mtakatifu. Hiyo nafsi ya Baba inatupeleka kwa Yesu. Yesu anatupokea, Yesu anatusamehe. Yesu akishatusamehe anatukabidhi kwa Roho Mtakatifu. Yesu ametusamehe, anatupatanisha na Mungu Baba, tena kwa sababu tulishafanya makosa, anatupeleka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatukarabati, anatufundisha, anatuelekeza, anatufanya tuwe sasa viumbe vipya. Ulikuwa mlevi, unashangaa ulevi unaondoka. Hauondoki kwa sababu unasema wewe ni Mkristo. Roho Mtakatifu sasa anakausha ile kiu ya pombe, halafu anaingiza kiu ya kumpenda Mungu. Ndio maana Yesu akasema
Yeye atakaye kuwa na kiu na aombe nimpe maji. Hakuwa anazungumza maji haya ya Dawasko, alikuwa anazungumza habari ya Roho Mtakatifu. Ile nafsi ya Roho Mtakatifu sasa itaachilia maji ndani, halafu anasema ikishaachilia yale maji, ama neno au maarifa ama uweza ndani yako, ikiachia, sema mito itachipuka. Mito haimaanishi mito Pangani, mito Rukwa. Inamaanisha mito kwa maana ya matendo mapya ya kimungu yatachipuka sasa ndani. Utashangaa, ulikuwa mgomvi ugombani, ulikuwa mwizi uibi tena, ulikuwa mwasherati ufanye tena uasherati, utamani tena, maana huko ndani kuna bubujiko la kimungu, kuna asili ya Mungu imepandwa, ile asili ya shetani imetolewa nje. Sasa hapo ndipo unaanza kufurahia wokovu, unaanza kuenjoy. Nafsi tatu hizi zote zimefanya kazi yake tu ni kumleta mwanadamu, kazi yake tu ni kumwokoa mwanadamu. Hata unayebisha unabisha tu kwa sababu unataka kubisha, kwa sababu yani, hebu nikuulize, hata ukibisha sasa, wakati nafsi tatu zipo, sisi nataka tu zikuokoe, basi sikubali hata kuokoka basi. Maana inawezekana unabisha afu kuokoka hujaokoka. Okay, tuseme basi hizo nafsi tatu hazipo, sawa, basi kubali kuokoka. Halafu utakapookoka utaona atakayehusika na wokovu ni nani, atakayehusika kukupeleka kwa Baba ni nani, atakayehusika na kukubatiza ni nani. Utaona tu mwenyewe. Unajua wakati mwingine watumishi wa Bwana, watu wengine wamekuwa wabisha hata hawajaokoka. Anabisha tu, hamna nafsi tatu, kwa sababu anataka kutetea dini. Sikiliza bwana, usitetee dini wala dhehebu. Mtetee Yesu. Mtunga Teza akasema mteteeni Kristo, vita ni vikali. Wewe unatetea dini. Dini hiyo imeanzishwa na watu. Itakuwa na mwisho. Ndio maana kwenye dini watu wanagombana. Kwenye dini wanagombania madaraka. Sisi hatugombanii madaraka, sisi tunagombania kwenda mbinguni. Na hatugombani na watu, tunagombana na shetani. Haleluya. Lakini sasa ili ugombane na shetani lazima uelekezwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu huwezi kuwa na nguvu za kumshinda shetani kama una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ule Utatu Mtakatifu uko na lengo la kumfanya mwanadamu ashinde. Mungu ni mmoja, lakini ule utatu uko kwenye kazi maalum. Unafanya kazi, ni serikali moja lakini yenye taasisi tofauti. Sasa kwa Mungu ziko taasisi tatu: taasisi ya Mungu Baba, taasisi ya Mungu Mwana, taasisi ya Mungu Roho Mtakatifu. Haya, na kule tumesoma katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Naomba ushike basi hata huo mstari, Mungu Mwana. Mungu Mwana. Hapo sasa utakuwa umebarikiwa. Haleluya, mtu wa Mungu. Yawezekana hata unabisha, basi uokoke tu. Okoka tu, hata kama hivi unaona tu sasa kwamba okay, useme Utatu Mtakatifu hakuna, lakini hujaokoka, utakwenda mbinguni, kwa sababu kubishana kukusaidii tu kwamba umeshinda kubishana, lakini utashindwa kwenda mbinguni kwa sababu umemkataa Yesu. Na ukimkubali Yesu, nafsi ya Yesu itakusaidia kusogeza kwa Roho Mtakatifu. Nafsi ya Roho Mtakatifu itakusaidia kukushape. Utaanza kuwa kiumbe kipya. Utashangaa hizo hasira ulizo nazo zimeisha. Utashangaa uchoyo na uovu ulionao umeondoka. Unaanza kuwa kiumbe kipya. Biblia inasema tazama, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Yanapitaje? Ni mpaka Yesu Kristo akupokee. Na akupokeeje? Kwa kumwamini wewe. Yaani wewe mwenyewe unaamini kwamba Yesu ni nafsi iliyotumwa kwa ajili ya kutuokoa. Halafu Roho Mtakatifu ni nafsi iliyotumwa kwa ajili ya kutufundisha. Mungu Baba ni nafsi iliyoachilia Mwana, iliyoachilia Roho Mtakatifu kwa ajili tu ya kutukusanya. Mungu wangu akubariki. Akubariki. Naamini utakuwa umepata kitu na utakuwa umejifunza. Na kama hujaokoka, basi hata useme hili neno: Bwana Yesu, naomba unipe neema ya wokovu. Sema tu hili neno: Bwana Yesu, naomba unipe neema ya wokovu, niokoke kuanzia leo. Asante kwa kusema hilo neno la imani, na kwa kusema hilo neno Yesu amesikia na Yesu amekupokea. Na hata kama uko na ugonjwa, sema Yesu, asante kwa kuniponya. Roho Mtakatifu ataachilia uponyaji, kwa sababu nafsi hizi zinafanya kazi kwa pamoja kwa haraka sana kuliko umeme, katika jina la Yesu. Ubarikiwe na kutakia wakati mwema. Shalom, shalom.